niko na George Job hapa na mengi ya kuzungumzia zaidi. Mambo vipi? Poa, nakwaje? Fresh hivi. Hongera na kazi. Shukrani. Hongera nawe pia. Shukrani pia. Bana, tuzungumzie issue ya Young Africans. Kuelekea mchezo wa derby jana, wananchi walikuwa na jambo lao pale. Walikuwa na kikao na waandishi wa habari pale maeneo ya Jangwani. Walikuwa wanazungumzia msimamo wao ule kwamba wenyewe hawachezi kama endapo vigezo na masharti ambao wanavitaka kwenye ile barua vikiwa tofauti hawezi kucheza. Nafikiri taswira ya hili jambo litafikia wapi kwa namna walivyosema wazee wa Young Africans? So nadhani ni jambo ambalo bado liko chini ya mamlaka na wao wenyewe Young Africans. Wao ndo wanajua kama mchezo upo au haupo. Nikisema hivyo kwa maana kwamba Yanga wanajua kama wao ndo wana majibu ya uhakika kama wanacheza au hawachezi. Lakini cha pili, mamlaka wao ndo wanajua kama kinachotakiwa na Yanga ili wacheze wa mchezo kinawezekanika kufanyika au hakiwezekani. Kwa sisi wengine watu wa nje hatuwezi kuwa na majibu ya moja kwa moja kama hilo jambo litaishaje au itakuwaje, hatujui. So tunajua tu tarehe ya mchezo, lakini hatuna uhakika ya kuwepo kwa mchezo wenyewe. Pengine Young Africans kama wasipocheza mchezo kuna athari gani kwenye soka la Tanzania? Athari ni kubwa kwa upande wa mchezo, lakini athari ni kubwa kwa upande wa klabu yenyewe Young Africans na mambo mengine. Lakini msingi wa wao kuto kucheza hasa na unawezekana wakawa pia inawezekana ikaja kuwa sehemu ya mageuzi vile vile. Unajua tunasemaga mageuzi waga hayaji kwa thamani ndogo, yanakuwa na thamani kubwa ndani yake. Kwa kuna mmoja au kuna watu ambao lazima wajitolee kwa ajili ya thamani ya hicho kitu. Umeelewa? Ya mabadiliko huja na changamoto zake ndani yake. Kwa hiyo wao wanajua ni kwa nini wanashikilia huo msimamo wa kutokucheza. Madai yao ya msingi ni kutaka kujua sababu za kuahirishwa kwa mchezo wa kwanza tarehe 8, ambayo ndo maswali wadau wengi Tanzania bado wanajiuliza na majibu yake hayajapatikana. Kwa hiyo unaelewa msingi ambao wanaosimamia huko kwenye nini. Lakini ukirudi kwenye swali ambalo unauliza wewe, athari yake ikoje? Unajua ligi yetu imepata umaarufu mkubwa, lakini pia imesogea kwenye viwango. Sasa kuonekana kwamba mchezo mmoja umeshindwa kupata tarehe ya kuchezwa mara mbili ndani ya msimu mmoja, na sio tu mchezo wa kawaida, tunazungumzia mchezo mkubwa zaidi kwenye kalenda yetu ya msimu, umeshindwa kupata ufumbuzi wa mchezo kufanyika, na ni moja kati ya dabi kubwa Afrika tunazungumza. Kwa hiyo kwetu itakuwa imetutia doa au imetupa dosari katika namna moja au nyingine. Kwa hiyo watakaoelewa wataelewa kwa ndani sababu ni nini au kwa nini wameshikilia hivyo au kwa nini imekuwa hivyo, lakini kinachoangaliwa zaidi ni hatua gani zitachukuliwa mara tu baada. Kwa hiyo kila pande ina nafasi yake na kila jambo pia lina faida yake na athari yake. Umezungumzia athari, nilikuwa nakwambia kuna athari pia kwa upande wa club. Watapoteza pesa of course. Takriban milioni 600 inafika ambao wataipoteza, kwa sababu kuna 500 kutoka kwa mrusha matangazo, kuna 100 kutoka kwa mdhamini wa ligi, alafu kuna pesa nyingine kutoka kwa mdhamini wao binafsi. Kwa hiyo kuna pesa nyingi inaweza ikapotea kwa wao kutokuwa tu bingwa. Yaani kitendo cha kutokuwa bingwa kwao kuna hizo pesa wanazipoteza. So ni jambo ambalo halina athari ndogo, lina athari kubwa. Lakini wao pengine wamepima wanachokipigania kina maslahi mapana zaidi kuliko hiyo athari ambayo wanaweza kaipata. Mengi yamezungumzwa, mwisho wa siku bodi ya ligi ndio inatupiwa lawama. Unafikiri kiufundi zaidi kwenye hili sakata nani alaumiwe zaidi, kwa sababu kila mtu anazungumza kwa maoni yake? Wewe kwa maoni yako unafikiri nani alaumiwe zaidi juu ya hili sakata ambalo limechukua takriban miezi 3 sasa toka Machi 8, sasa tumeingia mwezi Juni, ufumbuzi bado hujapatikana? Kukiwa na mgogoro ndani ya nyumba, unadhani nani anaonekana ameshindwa kusolve huo mgogoro? Of course atakuwa ni baba mwenye nyumba. Kwa hiyo huwezi kusema ni club, kwa sababu tunazungumzia mpira na wote tunajua mpira uko chini ya nini. Tunazungumzia ligi, wote tunajua ligi iko chini ya kitu gani. Kwa kama mgogoro unashindwa kutatuliwa, maana yake wahusika ambao wako katika mamlaka za soka ndio ambao unaweza ukawanyoshia kidole moja kwa moja. Na kunyoshia kidole si kwa sababu ya kwamba labda utakuwa umechagua makosa, no, lakini wao kama sehemu ya mamlaka na ndio ambao wanaongoza hiyo soka, walitakiwa wamepata majibu ya yani walitakiwa wamepata ufumbuzi wa swala linaloendelea. Kwa hiyo kitu pekee ambacho mpaka saizi bado atakuwa ananyoshia kidole ni wao kutokupata ufumbuzi wa hili swala, kwa sababu so far as we are speaking hili swala lina ufumbuzi mpaka sasa hivi. Lingekuwa tayari lina ufumbuzi sasa hivi tusingekuwa tunazungumzia nani anacheza nani acheze. Sasa hivi tungekuwa tunazungumzia mchezo utakuwaje. Umeelewa?
Lakini sasa hizi tukizungumza, hatuzungumzi uhakika wa kuwepo kwa mchezo, kwa sababu tayari kuna upande mmoja umesha declare interest ya kwamba wao hawatocheza. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hapo sasa ndo changamoto ilipo, na ni jambo ambalo limeshachukua muda mrefu. Tunazungumza kutokea Machi 8 mpaka leo, miezi mitatu, siku mbili tu zimebaki kutimia miezi mitatu kamili. Kwa hiyo nadhani hapo ndo sema ambayo kama mamlaka inabidi zijitafakari. Unafikiri wewe kama mchambuzi na mdau wa soka, unadhani solution ni ipi hasa, kama unashauri nini kifanyike ili kusudi changamoto kama hii iweze kutatuliwa na mechi iweze kuchezwa? Honestly sijui kwa kweli. Sijui kwamba ni kitu gani kifanyike, lakini mimi ninachotamani tu ni kuona mechi inachezwa. Okay, tuzungumzie pia issue ya Taifa Stars ambao wenyewe wanajiandaa na mechi za kirafiki na pia wamealikwa kwenye mashindano ya Kosafa. Wana mchezo wa kirafiki dhidi ya Morocco na wana mchezo wa kirafiki dhidi ya Bafana. Tuzungumzie kiufundi zaidi, kuna faida gani juu ya hii michezo miwili ya kirafiki na kuna faida gani juu ya mashindano haya ya Kosafa kwa national team chini ya kocha Ahmed Suleiman Morocco? Well, faida ya kwanza ni kucheza na watu ambao wako juu kwenye rank. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kucheza nao mchezo, manake unakusaidia wewe kupanda pia rank za FIFA. Kama utapata matokeo ambayo ni mazuri. Lakini ili kujua maendeleo ya soka letu kwa timu ya taifa imefikia wapi, ni vizuri tukajipima na watu walio juu yetu kuliko kucheza na watu walio kwa chini yetu. Naelewa kwamba kuna nyakati mbili tofauti. Kuna wakati utahitaji kucheza na watu walio kwa juu yako na kuna wakati utahitaji kucheza na watu walio kwa chini yako. Hata timu zinapokuwa zinaandaa pre-season kunakuwa na mchanganyiko wa hivyo vitu kutokana tu na kwamba unataka nini, unataka kutengeneza nini. Kwa hiyo mwezi wa 8 tutakuwa tuko na CHAN na lazima tuandae timu yetu ya taifa kwa ajili ya michuano hiyo. Opportunity kama hizi za kuwa na international break ndo opportunity za sisi kuandaa timu yetu ambayo inaweza kujiandaa kwa ajili ya michuano ya CHAN. Kwa hiyo basically ipata mechi nzuri kadri utakavyoweza. Kwa hiyo kwa hili kucheza na South Africa naona ni mchezo mzuri ambao unakidhi mahitaji mengi sana kwa sisi kama taifa kwenye timu yetu ya taifa kwenye kucheza nao. Lakini pia kualikwa kwenye michuano ya Kosafa sio mara ya kwanza, tumekuwa tunaalikwa mara nyingi, mpaka timu zetu za wanawake zimekuwa zikialikwa. Kwa hiyo ni muendelezo tu ule ule. Lakini pia sio kama naona uoga tunakutana na timu ngumu sana, naona ni kawaida tu. Tuzungumzie eneo la goalkeeping kwa haraka kabisa. Watu wengi wanazungumza magolikipa ambao ni national team mara nyingi hawapati nafasi ya kuanza kwenye kikosi cha kwanza. Tukianzia kwa Metacha Mnata, Selemani Katoro huyu wa Simba. Wote hao waanze kwenye kikosi cha kwanza. Nafikiri hakuna asali yoyote kwenye upande wa goalkeeping kama hawapati nafasi ya kwanza kwa kikosi cha kwanza. Unajua depends sometimes, kama taifa kuna wakati mnakuwa mnapitia sehemu fulani mnakuwa mna uhaba wa ubora. Kwenye position fulani mnakuwa mna uhaba wa ubora. Kwa hiyo kwa sasa hivi taifa halina uhaba kwenye eneo la goalkeeping, kwa maana kwamba nani bora. Of course namba 1 anajulikana. Lakini ni vile tu labda technical bench ya wakati huu inaamua kufanya kitu gani. Umeelewa? Sasa kwa hao ambao wanaitwa ni unfortunately kwamba hawapati nafasi kwenye vikosi vyao vya kwanza kualiko. Lakini wako kwenye vikosi gani? Umeelewa? Vina ushindani kiasi gani kwenye hiyo nafasi yao? Sawa. Tu kitu pekee ambacho mimi nadhani naweza nikakicomment kwenye hiyo nafasi ni kutokuwepo kwa mtu kama Yona Amos, ambaye naamini moja kwa moja anastahili kuwepo. Moja kwa moja. Kwa sababu hata wachezaji hata hao ambao wameitwa siwakosee heshima, lakini nadhani Yona anapaswa kuwepo kwenye kile kikosi. Kwa sababu kwanza ni kipa namba 1 kwenye timu ambayo anaitumikia. Lakini cha pili siamini kama hao waliopo hapo wanamzidi Yona. Asante sana bro. Asante.